Ndugu zangu wapendwa watazamaji mnaofuatilia mkutano huu unaoendelea hapa katika viwanja vya shule ya msingi Harwego na pastoreti ya Kazirankanda local church hii ya Harwego na vitongoji vyake, na tunapenda tumshukuru Mungu sana kutujalia kuwa hapa toka tulipofika siku ya Jumatano, Alhamisi na leo Jumapili, siku ambayo ni ya hitimisho. Tuko kwenye ibada ya asubuhi na haitoshi mkutano wa injili hapo jioni. Ukweli ni kwamba Mungu ametujalia kumtumikia kwa uaminifu, kwa viwango vile ambavyo yeye ameviweka kwa ajili ya watu wake. Timu ya imani ikiongozwa na mkurugenzi Ndeto pamoja na mlezi ambaye ni mchungaji msaidizi wa askofu mchungaji Maboga Jafet Tengule Kafugo, tuko katika eneo la kwao alilozaliwa yeye, na tunaona unyenyekevu na usikivu wa watu ni mkubwa sana. Asubuhi hii ninapozungumza na wewe, ninapenda nikusii uendelee kufuatilia hitimisho ambalo leo litafanyika kwa namna ya viwango vya pekee kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwaya yetu Kekundu au wa vijana Makongolo kwaya wapo wanaendelea kuhudumia, lakini pia tunaona kwaya za hapa zimejiandaa sana. Ninaomba nikualike ndugu mtazamaji, kabisa yawezekana ukawa na mahitaji yako, yawezekana ukawa na magumu yako, yawezekana ukawa na mapito yako. Kwa namna ya pekee fuatilia mkutano huu, kwa sababu hatujaufunga katika eneo hili. Unasambaa mahala pote kwa njia ya media, na ndugu zetu wa MCC Makongolo Church Channel wanasambaza hizi habari. Na mimi mchungaji Rugaila Abeli Rugaila nipo kukujuza na kukupa ujumbe kama ambavyo Bwana ametuita, nikishirikiana na mchungaji Simon Chemu. Asubuhi ya leo tumemwombea mtumishi wa Mungu, mzee wetu mchungaji mstaafu Henry Kanyumi, ndiye anatoa neno, na mchana tutaendelea kadri Bwana atakavyotutumia. Lakini ninapenda niwataarifu kila alichofanya Bwana mahali hapa kinatosha kusema tu kwa utukufu wa jina lake. Na ninaomba mzidi kuombea na niwakaribisha watu mbalimbali. Mnapoona na kazi ya Mungu ikifanyika, msisite kutoa sadaka, kuungana na sisi tukiwa maeneo haya ili kufanikisha huduma hii. Ukweli kabisa watu hawa wanamhitaji Mungu, na Mungu yuko na kazi ya kuwafungua. Yeye hana kizuizi wala kipingamizi. Ameingia kila familia, kila eneo, ameingia hata kwenye maeneo yao ambayo zamani yalitumika na watemi kwa jina maarufu huku waliita Mkama. Kwa hiyo maeneo hayo yote yamefikiwa na Injili, na sisi tuko hapa kuthibitisha ukweli wa Mungu kama ambavyo Mungu anakusudia. Na niwashukuru sana watumishi wa Mungu wenzangu ambao tumekuwa pamoja na wao kwa umoja, upendo, ushirikiano, lakini furaha ni kubwa kwa sababu tunaona mavuno ni mengi na Mungu anatenda kazi yake ya kuvuna. Na Biblia ilisema twende mpaka kilindini
na shamba ni kubwa, watenda kazi ni wachache. Mlango umefunguka Harwego, kila mmoja ana nafasi ya kuja kutumika, na niwashukuru sana, na Mungu azidi kuwaongoza, na najua mko katika ibada ambazo zinaendelea katika makanisa yenu, lakini ninaomba mfikirie habari ya kumtumikia Bwana kwa kupeleka habari njema maeneo mengine, kwani wako watu wana mahitaji, wako watu waliotekwa, wako watu waliofungwa, na Bwana ameweka jambo kubwa ndani yako na hata ndani yangu, na ndio maana mimi niko mahali hapa kwa ajili ya wengine. Sisi tumebeba kila alichokusudia Mungu kitafika, na Mungu atukuzwe na jina lake liinuliwe. Niwaombe kwa ufupi sana. Bwana akutendee, Bwana akufungue, Bwana akutane na wewe nyakati za taabu. Bwana jidhihirishe na kukutokea upya kama alivyomtokea Yakobo. Tena ukutane na uhubiriwa na unalipokea kwa njia hii ya media ya wana MCC Makongoro Church Channel, ambao wako kukujuza mambo mbalimbali, na mimi tu kukutangazia Yesu anaponya, Yesu anaokoa, Yesu anabariki, na Yesu analeta faraja. Muinuliwe na Bwana. Asanteni kunisikiliza.